Bwana msikilizaji, ni kukaribisha kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa The Evil Game, ikiwa ni sehemu ya 4. Bwana, nikukumbushe katika sehemu iliyopita pale tulipoishia ni ambapo kazi aliyokuwa amepewa bidada yule wa kuitwa Bad Lady kuhakikisha ya kwamba anamwangamiza Roy pamoja na Bobby. Sasa tukawa tunajiuliza, kweli Bad Lady huyu mwanadada ataweza kumwangamiza Roy? Ataweza kumwangamiza Bobby? Lakini pia yule mwanetu wa kuitwa Chura, maskini ya Mungu, alikuwa anapelekwa kwenye bwawa lenye mamba, yeye na mpenzi wake Stella. Sasa tukawa tunajiuliza nini kitatokea? Nikakwambia usikose kufuatilia katika sehemu ya 4, na hatimaye mzigo huu hapa sehemu ya 4 kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Bwana, mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Karibu. Naam. Kweli bana, kijana Chura alifikishwa pembezoni mwa bwawa hilo lenye mamba wakali, huku akiwa anatazama mamba namna walivyokuwa wanapishana, huku akiwa ni wakubwa kweli kweli. Hawakuwa mamba watoto, bali walikuwa ni mamba iliyoshiba kweli kweli. Na hapo ndipo kijana huyu Chura alimwona mpenzi wake Stella akiletwa, huku Stella akionekana kulia mno. Stella alikuwa akirusharusha miguu yake ili alikuwa anataka kujisaidia ili aweze kujiokoa kwenye hilo, lakini kitu ambacho hakikuwezekana. Stella alifikishwa mpaka alipokuwa huyu kijana kuitwa Chura. Stella alichuchumaa. Tafadhalini jamani, naombeni mtuachie, na mimi niko tayari kuwapa hata milioni 100. Naombeni msitufanyie hiki mnachotaka kutufanyia. Walinzi 4 waliopewa jukumu hilo walijikuta kwanza wanatazamana, wakaangalia eneo hilo walipo wao wenyewe. Sikilizeni, mkitaka sisi tuwaachie, kila mmoja atoe milioni 100. Kwa hapo ongezeni tena milioni 100 nyingine ziwe milioni 200. Sisi tunawaachia. Kiongozi wa hilo kundi alizungumza kwa sababu pesa wanayoipokea kwa mkubwa wao, yule jamaa wa kuitwa Mzee Bata, ilikuwa sio kubwa kama hii walioahidiwa hapa. Kwa hiyo wakawa wako tayari kupokea hongo ya milioni 200 ili kumwachia Chura pamoja na demu wake Stella. Stella naye akasema sawa, niko tayari kuzitoa hizo pesa. Stella alizungumza, lakini macho yalikuwa yamemvimba kwa kulia mno. Wasikiliza wanangu, sisi hapa tuko watu 4. Kwa kila mmoja hapa anakula milioni 50. Wewe wanangu, si inatosha ama vipi? Inatosha mkuu, inatosha hiyo. Sasa sikiliza, tunafanya jambo la hatari sana. Ole wenu nyie mje kutuchomesha kwa mkubwa wetu, utawaua sasa kiukweli. Hapana kakaangu, hatuwezi kuwaangusha. Stella alilalama huku chozi likizidi kumtoka. Ebu vueni hizo nguo zenu. Kiongozi wa walinzi hao alizungumza na wakawavua nguo zao, wakabaki na nguo za ndani tu. Wasikiliza, kaleteni zile maiti zije. Mkuu huyo aliwaamrisha wenzake wawili, na kweli wakaondoka eneo hilo la shambani, na baada ya muda wakarudi wakiwa na maiti 2. Wakazivisha nguo za Chura pamoja na Stella, na kisha wakazitupia ndani ya bwawa. Hebu mtoke nao hao. Sawa. Mlinzi huyo mkuu aliamrisha wenzake, na wakaondoka eneo hilo. Wakaondoka na Chura pamoja na Stella, na wakatokomea porini, huku akirudi sasa kwenye makazi ya mkubwa wao ambaye anafahamika kwa jina la Bata. Vipi? Umekamilisha kazi ya wala vikaragosi kwenda kuwatupa bwani? Bidada Bad Lady alizungumza huko akihairisha kufungua mlango wa gari alilokuwa anataka kupanda. Jamaa akasema ndio mkuu, tumeshawatupa tayari kwenye bwawa la mamba. Okay, vizuri. Sasa hakikisheni ulinzi unaendelea kuimarika. Sawa mkuu. Kweli
Buddy Lady aliingia ndani ya gari jingine, ilikuwa ni aina ya Range Rover, huku akiongozana na timu ya vijana wake wengine 6 ambao 4 walikuwa wamepanda kwenye gari jingine aina ya Toyota V8 new model. Buddy Lady alizungumza kwa kusema, naamini kila mmoja ananisikia hiki ninachokizungumza. Buddy Lady alizungumza huku kila mmoja akiwa amevalia earpiece sikioni mwake inayomwezesha kumsikia mwenzake pale atakapokuwa anazungumza. Buddy Lady akaendelea kusema, nisikilizeni kwa umakini. Hatujui hawa watu ni akina nani wanaotufuatilia, ila tunachokiamini ni kwamba wana silaha, hivyo hatupaswi kuweza kuwadharau. Inatupasa kuhakikisha kwamba tuko makini kwenye hii mission, na sihitaji msiba wa mtu mwingine. Sawa mkuu. Gari hizo zilizidi kuendeshwa kwa kasi kuelekea walipokuwa akina Roy pamoja na Bobby. Msikilizaji, kwa upande wa pili, kijana Roy alionekana akizungumza huku akiwa anatazama gari ya Inspector Nancy iliyokuwa inaingia eneo hilo la Sherry. Oya Bobby, naona maskari hao hapo wamefika. Na kweli mara baada ya Roy kusema hivyo, alionekana Inspector Nancy akishuka na kusema, hey Roy, vipi tumewaweka sana? Inspector Nancy alizungumza huku akiwafuata sehemu walipokuwa wamesimama Roy pamoja na Bobby mara baada ya kushuka ndani ya gari. Sio sana. Hamjatoweka sana, lakini nashangaa Inspector Nancy, una Subaru tena new model, alafu inashindwa kutembea kweli? Roy, kuna ajali zipo kama 2 hivi barabarani ambazo si tumezikuta, kwa ikatubidi kupanga foleni na maeneo mengineo pia yakawa hayapitiki. That's why tumeweza kuchelewa kufika. Okay, poleni kwa hilo. Hey Bobby, habari yako? Salama tu shemeji. Shemeji yako mimi kwa nani? Inspector Nancy alizungumza huku akitabasamu wakati Bobby alikuwa tu ametania. Sasa Nancy, wewe si shemeji yangu, kwa ndugu yangu hapa Roy. Hamoni kama nyinyi mnaendana kutoka kwenye uadui na mpaka kuwa kwenye furaha? Sikujua kama na wewe Bobby unaongea sana. Always waga na kuonaga ni mpole sana. Sikiliza Nancy, yaani huyo Bobby wewe muone tu mpole, ila ni mwongeaji mzuri sana kushinda hata mimi. Roy alizungumza na watu wote walijikuta wakicheka. Sasa ndugu zanguni, inabidi tuelekee Morogoro mjini, tukaonane na RPC, na kuanzia hapo tuna imani kwamba tutapata taarifa sahihi za wapi pa kuanzia, kwa sababu kama nikitazama hii mikese sioni dalili itakayoweza kutusaidia sisi kuwakamata hao watu. Mimi kwa upande wangu naona ni wazo zuri. Nashukuru kwa kunielewa Bobby. Lakini Nancy, kwa nini usipande gari hii na vijana wako ukawaachia waendeshe gari ile kule uliko nalo? Nancy alionekana kama kuguna hivi huku akimtazama Roy aliyekuwa na vikusanya viganja vyake pamoja huku akiwa anamuomba. Okay, sawa, hakuna tatizo. Hey afande, endesha hiyo gari, tufuateni kwa nyuma. Sawa mkuu. Askari aliyekuwa amekaa siti ya nyuma ilibidi ahamie siti ya mbele upande wa dereva, wakaondoka hilo eneo. Kwa hiyo Inspector Nancy akawa ameingia kwenye gari ya Bobby pamoja na Roy. Nancy, ripoti kutoka kwa mkuu wenu wa Morogoro zinasemaje? Bobby alimhoji Nancy, na ndipo Inspector Nancy akasema, wanasema ya kwamba bado vijana wanaendelea kufanya uchunguzi, wanawatafuta.
kuna haja kubwa ya jeshi lenu kuweza kuboreshwa ise. Bobby, kwa nini unazungumza maneno haya? Hakuna weledi kwa baadhi yenu. Unajua hii issue kwa jicho moja naweza nikasema ni nzito kuliko vile wanavyofikiria watu. Na askari wasiokuwa waaminifu wanakula na hawa watu ambao sisi tunawatafuta. Yaani hilo Nancy, kubali ukatae. Kazi inakuwa ni ngumu sana kuwapata. Na wanatushtukia kabla mipango yetu kuweza kufanikiwa. Huoni kama kuna maaskari wanatuchomesha kwenye hili? Hilo ni kweli. Ila si unajua tena ndani ya jeshi huwezi kuvuka mipaka yako ya cheo chako. Kwa maana kama mkuu wako akikwambia acha kufanya jambo husika au mwachie mtu fulani na unajua kabisa ni mhalifu, unadhani utafanya nini? Na amri ndio imetoka kwa mkuu. Bwana Nancy wewe, lakini sio maadili ya jeshi lenu bwana. Kuna amri unaweza kuzipokea na kuzitii, na kuna amri huwezi kuzipokea kama sio amri sahihi. Sipo hiyo kwenu au nyenye hamna kitu kama hiyo? Roy, unachokisema ni sahihi kwamba hiko kitu kipo kwenye jeshi la polisi. Ila kwa mfano sasa IGP anakuambia muachie mtu fulani. Kwa hiyo wewe ukiwa kama ni askari wa chini au hata mimi hapa kwa cheo changu nilicho nacho, nikimwambia koplo mwachie mtu fulani, unahisi atahoji? Hata kama bwana, sema jeshi lenu limetengenezwa kwa mfumo wa uoga tu. Kuna watu najua kabisa huyu ni adui, huyu mtu ni hatari. Awe ameshakula kibunda alafu aseme eti acha usimkamate. Ni kama mimi ndo sielewi ese. Hata kama awe sijui nani aniambie eti muache huyu, na najua huyu ni adui, huyu ni jambazi, siwezi kumwacha ese. Najua huyu ni mhalifu hata kama amri inatoka kwa mkubwa wangu wa kazi. Okay, hebu ngojeni kwanza. Najua tumejuana kwa muda mfupi sana, ila najifunza mambo mengi kutoka kwenu. Na nashukuru Mungu ametukutanisha kwenye hii kesi ambayo bado kila mwandishi wa habari anaandika kila anachokijua yeye. Mara kuna watu wasiojulikana, mara hivi mara vile. Yaani kiukweli bosi wangu anapata wakati mgumu sana. Hivi nyinyi mnatokea kitengo gani serikalini? Usalama, mmetokea jeshini ama mmetokea wapi? Nahitaji sana kuweza kuwafahamu. Kwa nini unataka kutufahamu? Nimeuliza tu. Sikiliza Nancy. Sisi hatuna kitengo tunachofanyia kazi, ila tuna ripoti moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Ndio maana sisi ukija kututafuta kwenye database huwezi kutukuta sisi tunafanya kazi sijui jeshini, sijui wapi, sijui Kwa maana nyinyi mko usalama, si ndio? Hapana, sio kila anayeripoti taarifa kwa Mheshimiwa Rais ndio usalama. Kwa sababu hata waziri pia anaripoti polisi, ila sisi tunaripoti kwa Mheshimiwa Rais. Kwa sio kwamba tunaripoti kwa Mheshimiwa Rais kwamba sisi ndio usalama. Basi nyinyi wenzangu kazi yenu ina raha sana. Kwa nini? Si hamna vizingiti kwa sababu rais akitoa amri ndo ametoa. Yaani hapa katikati sijui nisemaje. Hukutani mara sijui na nani, sijui nani. Yaani nyinyi kazi yenu ni amri kutoka kwa rais. Sijui ya IGP, sijui RPC, sijui. Yaani nyinyi vitu vikwazo vinakuwa vipo. Naam, walifika makao makuu ya ofisi za polisi mkoa wa Morogoro. Sikiliza Nancy. Sisi tunakusubiria hapa, wewe nenda. Okay, sawa. Naam, kweli Inspector Nancy alishuka ndani ya gari na vijana wake na kisha aliingia kwenye hizo ofisi. Oya, Roy, hebu nisikilize.
Unajua huyu demu ukiwa naye kwenye mapenzi usimuumize. Bobby, kwa nini kaka unasema nisimuumize? Huyu mwanamke ana bidii sana na kila anachokifanya. Na pia anaonekana anaipenda hii kazi yake. Kwa kweli sijui. Kwa kweli sijui. Sijui kabisa ndugu yangu kama anaweza kutulia kwa huyu mwanamke. Na istoshe mwanangu Bobby, kumbuka tunafanya kazi zinazoendana. Sijui, lakini sijui kama nitaweza kutulia. Ila kumpenda nampenda na sinampenda. Ila kusema kutulia naye hapo ndo sielewi. Na kujua vizuri sana Roy. Naam, msikilizaji, kwa upande wa wale majambazi, ujumbe mfupi uliingia katika simu ya mwanadada wa kuitwa Bad Lady ya kwamba gari yao imeonekana makao makuu ya polisi mkoa. Uliingia ujumbe huo kwenye simu ya Bad Lady. Bad Lady akarudisha simu mfukoni na kisha akasema, hey, wako polisi mkoa, geuzeni gari. Gari hizo zilizokuwa zinatokea Morogoro mjini kuitafuta mikese ziligeuzwa kwa haraka sana na safari ya kuelekea makao makuu ya polisi mkoa ilianza. Hawakuchukua muda mrefu, walifika karibu na makao makuu ya polisi. Na kweli waliona gari yaliyomo Bobby pamoja na Roy. Mkuu, tuwashambulie tu hapa kama vipi? Mmoja wa vijana wa Bad Lady alizungumza hivyo. Bad Lady akasema, una wazimu nini wewe? Au unahisi kwamba hii ni filamu? Unahisi ni movie? Kwenye kazi yetu hatutakiwi kumuua polisi hata mmoja. Nadhani umenielewa. Tunaua adui yetu tu. Sawa madam. Inatakiwa tuwafuatilie na tujue ni wapi wanapoelekea. Na mtasubiria amri yangu. Ole wenu yeyote yule atakayeonyesha kiherehele cha kutaka kushambulia. Sawa mkuu. Vijana wake Bad Lady walijibu huku akiwa wanatazama gari hiyo. Oe Roy. Umeziona zile gari kule? Ziko wapi? Angalia nyuma yetu. Angalia kwenye side mirror yako ya pembeni hapo. Ya, nimeziona. Tuziwekee umakini zile gari. Nimeanza kuingiwa mashaka nazo. Alafu mbona kama ni watu wanaoonekana wanasubiria kitu? Ya, naamini wanaotuzu, yani naamini kabisa kuna jambo linakwenda kutokea. Na inaonekana wanaotusubiria ni sisi. Aise. Yani wangejua mwili wangu unavyosisimka. Nimebeba hii mashine alafu na hamu vibaya mna kuitumia mwanangu Bobby. Tuliza mzuka Roy, tuliza mzuka. Ila tu tunatakiwa kuwa attention muda wote na sauti kinaweza kikanuka. Naam. Msikilizaji, kwa upande wa Inspector Nancy kule ndani, ACP Nancy, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, vijana wetu bado wapo kwenye operation maalum na wanaendelea kuwasaka wahalifu hao, na gari hiyo wanaendelea kuisaka, na hadi sasa hivi haijaonekana gari hiyo kutoka ndani ya eneo zima la Mikese lilipoingia. Kuna vizuizi vingi sana katika barabara za ndani, na kama wangepita basi tungekuwa tumeshaweza kuwapata. Sawa mkuu. Hivyo ACP Nancy, usicheze mbali. Taarifa yoyote tutakayoipata basi mimi mwenyewe nitaweza kukufahamisha kwenye simu. Nashukuru sana mkuu. Basi acha niwe mazingira haya. Okay, sawa.
Naam, Nancy akasimama na kisha alipiga saluti kwa RPC huyo ambaye ana cheo cha juu zaidi yake. Maanake yeye huyu Nancy, yeye ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi. Ila Nancy, ndio, waambie vijana wako wawe makini sana, kwa sababu hapa Morogoro ni tofauti na Dar es Salaam, na endapo itatokea kuna taarifa ya msituni, basi msiende tu kienyeji bila ya kuwa na wenyeji wa hapa. Sawa mkuu, nashukuru kwa ushauri wako. Karibu sana Morogoro. Nancy alitoka ofisini hapo na kisha akarudi kwenye maegesho ya magari. Kabla hajalifikia gari lilokuwa Roy na Bobby, simu yake pale pale ilianza kuita na akaipokea. Roy, nini bwana, mbona unipigia simu? Nisikilize Nancy, usionyeshe dalili yoyote ya kulijua gari hili. Ingia kwenye gari lako, usiingie kwenye gari letu. Umeziona Range Rover na V8 ule upande wa pili kule? Umeziona? Yeah, nimeziona. Tuna mashaka nazo zile gari. Kwa hiyo wewe ingia kwenye gari yako na sisi tutaanza kuondoka, na endapo watatufuatilia basi uwe makini sana. Okay, sawa Roy, nimekuelewa. Nancy alijibu huku akiwa na tabasamu. Aliingia ndani ya gari lake sasa lililokuwa limesimama pembeni ya gari walilopo Roy pamoja na Bobby. Ndio mkuu, tunakusikiliza. Tutasubiria kupewa taarifa ya wapi gari lilipoonekana, ila kwa sasa hakikisheni mnakuwa mko makini na gari mbili zilizopo pembeni mwa barabara upande ule kule wa pili. Nadhani mmeziona zile gari nyeusi kule. Okay, sawa mkuu. Msikilizaji, ukirudi kwenye gari ya Roy na Bobby, Roy akamuuliza rafiki yake Bobby, "Oya, tukawachinjia wapi hao wanaotufuatilia?" Najaribu kufikiria njia ipi tamu ya kwenda kuwala vichwa. Sikiliza Bobby, na wasichojua ni kwamba hii gari haingii risasi, na tukiwapeleka barabara ya Dodoma ina mabasi mengi sana, afu na muda huu tutafunga barabara. Sikiliza Roy, tuwapeleke kule kwenye mapori yao. Kama kweli ni watu wabaya na wanajiamini, basi watatufuata. Hapo Bobby alizungumza huku akiiwasha hiyo gari. Sikiliza mwanangu, ngoja kwanza nimpe onyo huyu demu asije kafa kabla hata sijapita naye mwanangu. Roy alizungumza huku akiwa anaipigia simu ya Nancy. Niambie. Sikiliza Nancy, kama vijana wako hawapo vizuri, waache hapa kituoni, wasiongozane na sisi, kwa sababu ninaona kabisa mvua ya risasi iko mbele yetu. Usijali, vijana wangu wako vizuri. Okay, sawa, tutaona, ila limetoa tu kama angalizo. Naam, Bobby aliliondoa lile gari taratibu kituoni hapo. Wa Bobby, tukila hii njia watageuza na kutufuata. Roy alizungumza na Bobby akaelekea uelekeo wa Kiplate na kuwafanya Bad Lady na vijana wake kugeuza gari na kuanza kufuatilia Roy pamoja na Bobby wanapoelekea. Na huku upande wa maadui, Bad Lady alimwambia dereva wake kwamba hakikisha hawagundui kama tunawafuatilia. Sawa madam, tuondokeni. Nancy naye kwa upande wake aliwaambia vijana wake, anzeni kufuatilia. Kijana wake aliwasha gari, wakaondoka kituoni hapo mara baada ya kuona gari hizo mbili zikiwafuatilia kina Roy. Sasa hapa kilichotokea, Roy na Bobby gari yao ilikuwa iko mbele, maadui wakawa wako katikati. Nyuma kabisa akawa yupo Inspector Nancy na vijana wake.
maadui hawa wamewekwa katikati pasipo kujua kwamba na wao pia wanafuatiliwa. Hebu ngoja kwanza niwafanyie ujinga mmoja kwanza. Bobby alizungumza hivyo na kisha aliongeza mwendo kidogo na kisha alianza kuzunguka kipleti mara 3. Wakati Bobby anafanya hivyo, Bad Lady huku akawa anauliza kwamba hawa wanafanya nini hawa? Bad Lady alimuuliza kijana wake huku akiwa wako nyuma ya lori. Bobby baada ya kuridhika akaanza kushika njia sasa kuelekea Dar es Salaam. Sikiliza, hebu lipite hilo lori, tutawapoteza. Bad Lady alizungumza na kumfanya dereva wake kutaka kulipita lori hilo, ila basi mbili zikamfanya ashindwe kuzipita, jambo lililomfanya Bad Lady akasirike sana, kwani kuchelewa kwao wanaweza kuwapoteza Bobby na Roy, ikiwa tayari ameshajiapiza kuhakikisha ya kwamba anawakamata, na sio tu kuwakamata, ni anawaua. Kwenye gari ya Roy na Bobby, Roy akasema, hey, wapunguzie mwendo, naona kuna basi pale zimewazuia. Roy alizungumza huku akiwa anatazama nyuma, na ndipo Bobby akasema, poa. Sikiliza, mimi naamia siti ya nyuma ili niweze kufanya makeke yangu kidogo. Mungu akutangulie mwanangu. Amina. Roy alizungumza hivyo na kisha akampiga Bobby begani mwake. Alifungua kioo cha nyuma ya gari hilo ambacho kilikuwa kina batani maalum ya kukishusha na kukipandisha kama tu vioo vingine. Akaziona gari mbili zinazowafukuzia zikiwafuata kwa kasi mno, na hapo kwenye gari alilokuwamo Bad Lady hakuwa mjinga kwenye kuweka umakini, na mara nyingi hutumia umakini mkubwa pale anapopambana na adui ambaye hana taarifa naye yoyote. Kiufupi, adui asiyemjua. Naomba kujua kioo cha nyuma kinashuka? Bad Lady aliuliza. Dereva wake akasema, mkuu, sijui. Ndio naona leo kusema ukweli. Ninachojua, gari zinazoshuka kioo cha nyuma ni gari za walinzi wa rais pekee, na gari hizo zinakuwa sambamba na gari ya rais kwenye msafara. Sasa tunafanyaje madam? Dereva alimhoji Bad Lady huku akiwa anatazama kwa umakini ndani ya gari wanalolifukuzia. Kitu kinachowachanganya ni kutokuona kinachofanyika katika siti ya nyuma, kwani gari hiyo ukiachana na kioo chake cha nyuma kufunguka, ila sio rahisi kwa gari ya nyuma kuweza kuona kitu kinachoendelea kwenye siti ya pili wala siti ya dereva kama inavyokuwa kwenye gari za kawaida. Bad Lady ilibidi amwambie dereva wake kuwa makini nao. Bad Lady alizungumza huku uchu wa kuwakamata Roy na Bobby ulikuwa umemjaa. Simu ya Nancy ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kisha akaipokea. Ndiyo mkuu. Ebu rudi Dar es Salaam. Acha na hayo yanayoendelea Morogoro. Rais anakuja kututembelea makao makuu ya polisi na unapaswa kuwa katika kitengo chako. Hapo Nancy alijikuta akikunja ngumi kwa hasira huku akitazama gari zilizopo mbele yao namna zinavyokwenda kwa kasi mno. Okay, sawa mkuu. Hakikisha unarudi. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mkuu. Nancy akakata simu hiyo ya mkuu wake. Shit. Mkuu, vipi? Tuendelee na safari ya kurudi Dar es Salaam. Madam, tunaachana nao kwani? Ndiyo, Mheshimiwa Rais anakuja makao makuu na mimi inabidi niwepo. Mungu wangu. Koplo anayeendesha gari la Madam Nancy alihamaki na hawakuwa na namna ya kufanya, kwani amri ni amri tu. Nancy akaandika ujumbe mfupi na akautuma kwa Roy ya kwamba hatutokuwa nanyi, tumehitajika makao makuu na nikutakie kazi njema Roy. Roy mara baada ya kusoma ujumbe huo kutoka kwa Nancy akaujibu kwa kuandika tu neno okay, huku akijisikia sasa amani moyoni mwake, kwani Roy hakutaka kabisa hii mission Nancy awepo. Aliamini kuongozana na maaskari hao ni sawa na kuwapeleka kwenye tanuri la kifo.
Roy alichokuwa naamini, maaskari hawana mafunzo kabisa ya kivita, hawana kabisa mafunzo ya kijasusi. Sasa Bobby akaingia katika njia ile ile waliokuwa wameingilia Bad Lady na watu wake alipokuwa wanatoka jijini Dar es Salaam. Sasa Bad Lady akauliza, wanaelekea wapi? Mbona kama vile wanaelekea kambini kwetu? Kama ndo huko watakuwa wanajipeleka machinjoni. Bad Lady alipofikiria hivyo hakuzungumza chochote zaidi tu ya kumkata jicho dereva wake. Dereva wake alozidisha umakini barabarani kwa sababu walikuwa wameingia kwenye barabara ya vumbi ambazo hazina viwango vya kueleweka. Kosa moja tu unaweza ukasababisha ajali. Kamanda Nancy alijikuta moyo wake ukimuuma sana kukosa hayo mapambano alikuwa amekusudia kuhakikisha anamkamata mhusika wa mauaji ya shemeji yake. Akatazama gari hizo zikitokomea katika barabara ya vumbi huku wao wakawa wanaendelea na safari ya kurudi jijini Dar es Salaam. Bobby akamuuliza Roy, "Oya, vipi uko nyuma? Pazuri kweli?" "Ya kaka, pazuri. Wewe niambie tu wapi tuwadondoshe mwanangu." "Subiria amri yangu nitakwambia." Bobby alizungumza huku akiwa anaachia njia kubwa ya vumbi, akashika njia ndogo ila yenye uwezo wa gari kupita, njia ambayo inazama maporini. "Chukua." Roy alizungumza huku akimpatia Bobby earpiece moja na kila mmoja alivaa sikioni mwake ili waweze sasa kuwasiliana pale watakaposhuka kwenye gari na kutawanyika. "Oe Roy, anza mwanangu." "Poa boss." Roy alizungumza huku akitabasamu, akaachia risasi 2 mfululizo zilizokwenda kutoka kwenye kioo cha gari aliyokuwa amepanda Bad Lady, na risasi hizo zilimpata dereva. Risasi hizo alizoziachia 2 zilikwenda barabara usoni mwa dereva huyo, kitendo kilichosababisha gari kuanza kuyumba. Gari ya kina Bad Lady ilipoteza mwelekeo kwa sababu dereva alikuwa ameshapigwa risasi 2 za uso. Roy akawasindikiza na risasi iliyopiga tairi ya mbele na kusababisha gari ikatoka kwenye barabara ikaenda kuparamia kisiki kikubwa na kwenye mti ikaenda kujibamiza. Ile gari ilivyoenda kujibamiza ilimfanya Bad Lady akumane na airbag kubwa iliyofumuka kutoka upande wake. Airbag ilifumuka na waliokuwa wamekaa siti za nyuma walibaki tu wanagugumia kwa kujibamiza kwa nguvu kwa sababu hawakufunga mikanda na wala hawakuchukua tahadhari yoyote, maana kilikuwa ni kitendo cha ghafla mno. Gari iliyopo nyuma yao iliwapita huku ikiwafukuzia Bobby na Roy. "Shambulia!" Dereva anayeendesha gari hilo akamshawishi mwenzake aliyokuwa amekaa naye pembeni kujichomoza kwenye kioo ili kufanya mashambulizi. Ila kitendo cha kuchomoza tu hivi kichwa, risasi ikapiga kwenye paji la uso wake na kumfumua kichwa, ikamrudisha ndani kwenye kiti chake. Kitendo hiko kilimpagawisha dereva, kwani hakufikiria kwa haraka kama mwenzake anaweza kupelekwa ahela madukani kwa uharaka namna hiyo. Roy bila kukosea shabaha yake, gari ikiwa inatingishika, Roy alifyatua risasi 4 kwa mfululizo. 2 zikampiga dereva, 6 zikaelekea kwenye siti ya nyuma ambazo ziliwapata watu wote wa Bad Lady na kuwaua papo hapo, na gari hilo liliacha njia likaanguka kwenye korongo kubwa huku likiwa lina biringita. Come on. Kwa nini sasa nao wameenda chini kule? Roy alionekana kulalamika huku akitazama gari hilo jinsi lilivyokuwa linavunja miti midogo midogo kutafuta kufika chini. Bobby ilibidi ashike breki. "Hey, vipi wanakuja?" "Tuwageuzie tu kama vipi." "Okay, sawa Roy, ila umeona eneo lenyewe jinsi lilivyo?" "Naliona. Ila Bobby najua ushindi kugeuza gari bwana. Ngoja tuwafuate wale wapumbavu kule chini." Roy alijikuta akicheka kwani ni mara chache sana kumsikia Bobby akitamka maneno ya kama vile lugha fulani hivi kwenye kinywa chake. Hapo barabara haikuwa pana sana, ila Bobby kwa ujuzi wake wa kuendesha magari ambapo kiachana na kujifunza tu mtaani, ila wote wamepitia kozi maalum za kijeshi za kuendesha viongozi wakubwa wa kiserikali.
Gari kageuka na wakaanza kurudi walipotoka kufuata gari iliyokuwa imepata ajali, gari aliyokuwamo mwanadada Bad Lady. Bad Lady akachomoa kisu, akachana airbag, akakata mkanda na kisha akafungua mlango wa gari, akaanza kutoka. Mpo fiti ama? Mkuu, nimevunjika. Mgurumo wa gari iliyokuwa inakuja mbele yake ilimfanya Bad Lady ajibanze kwanza kwenye mti mita kadhaa kutoka gari lilipopata ajali. Hakuamini kuona gari waliokuwa wanaifukuzia ndio ilikuwa inarudi. Hiyo ilimaanisha kabisa kuwa vijana wake wameuawa. Bobby akasimamisha gari mita kama 50 kutoka sehemu walipokuwa wameiacha gari ya kwanza. Roy ilibidi aulize, kaka, mbona umesimama? Roy alizungumza huku akiwa anafungua kioo cha nyuma na kisha akatazama mbele. Kuna kicheche nimemwona amejibanza kwenye ule mti pale. Kwa hiyo sikiliza Roy, hatutakiwi kwenda kindezi tu. Roy kwa kutumia darubini ya bunduki yake akautazama huo mti na kweli akaona nafasi ndogo sana ya kiatu iliyokuwa imeachwa wazi. Hasa yule kafara kajificha mwili mzima alafu ameacha kiatu chake. Tunamtaka yule akiwa yuko hai, tusimue. Yule ndio atatusaidia kutupatia details kamili. Bobby alizungumza huku akichukua bunduki yake yenye uwezo wa kufyatua risasi na mabomu kwa wakati mmoja. Akaingiza bomu katika bunduki yake, akaweka gari katika mfumo wa kusimama, yani parking, na kisha akaacha kukanyaga brake. Alifungua mlango, alishuka chini kwa tahadhari, alivuta trigger na bomu likachomoka katika bunduki yake, ndio likaenda kulipua gari hilo na kumfanya Bad Lady sasa yani sijui nisemaje. Ilibidi sasa achukue airtime, yani ilibidi achukue ustaarabu wa kuanza kutimua mbio, kwani hofu ya kifo ilikuwa imeshamtawala mwanadada huyu. Roy akachomoka kwenye gari akaanza kumfukuzia huku akiwa ameshika bastola na bunduki yake kubwa akiwa ameiacha ndani ya gari. Bobby aliingia ndani ya gari, akaliendesha hadi karibu kabisa na gari la Bad Lady, akawakuta jamaa waliokuwa wamebanwa siti za nyuma wakiwa wana haha huku moto ukiwa umetaradadi ndani ya hilo gari. Tunakufa sisi, tusaidie. Mwanaume mmoja alilia kwa maumivu makali mno ya kuungua kwa moto. Bobby akawapiga risasi ili kuwapunguzia maumivu ya moto huo. Bobby akaingia ndani ya gari, akaanza kuliendesha taratibu gari hilo huku akimsikia Roy jinsi alivyokuwa na hema. Roy, usingekunywa pombe jana usiku usingehema hivyo. Bobby alitania, kwani kwa kupitia earpiece aliyoivaa masikioni mwake alikuwa anamsikia Roy vizuri, na hata Roy alimsikia Bobby vizuri akimtania. Roy akasema, "Bwacha ufala mwanangu, demo anakimbia kama vile anakula miguu ya kuku." Bobby akamwambia, "Mwanangu, anakimbiaje bana? Wakati mtu ana mzigo, mtu akiwa na mzigo nyuma anakimbiaje?" Bobby alipomtania hivyo Roy alicheka na kisha akamwambia, "Mwanangu, acha kunichekesha, ujue pumzi nakata." Akamwambia, "Wewe nijibu swali, ana mzigo hana?" "Wewe mwanangu, umeona wapi demo ambaye mwanangu mwenye mzigo anakimbia bwana? Huyu mwanangu kipass party tu mwanangu, yani kapigwa pasi, sijui hata aliumbwa au alifanyaje, lakini mwanangu anakimbia ile mbaya." Sasa Roy wakati anazungumza hivyo akiwa anasema kwamba yule demo anakimbia, Roy aliruka magogo, aliruka miti iliyokuwa imevunjika ndani ya huo msitu. Bad Lady kila kigeuka nyuma alikuwa anamuona mwanaume huyu anayemkimbiza. Akafyatua risasi iliyompunywa Roy, ilishatu kupiga kwenye miti. Roy akasema, "Shit, yani demo anataka kuniua huyu." Sasa wakati anazungumza hivyo Roy, Bobby akamwambia, "Vipi, nije nikusaidie?" "Hapana bwanangu, huyu mimi sio kunishinda huyu. Huyu namtafutia chemba ni mlemende. Kutadeki zake haiwezekani." "Hey mwanangu, akili yako ina shida sana mwanangu. Hebu sikiliza, fanya maamuzi, kwa sababu kama kweli unataka kupita naye, fanya maamuzi." "Mwanangu, umeona wapi mwanangu? Sikiliza mwanangu. Mimi sihitaji kupita na demu kama huyu mzee wangu." "Umemsahau Fatuma?" "Brother, kadi nilipita nako tu kwa sababu nilikuwa ndo na hamu zangu, lakini mwanangu, demu gani mwanangu? Demu mwanangu, bana, demu inabidi awe na nani bana." Sasa wakati wanataniana hivyo, Bobby akawa anacheka. Bobby alijikuta akicheka kwa sauti. Roy akamchezea Bad Lady mchezo wa kumzunguka, akaacha kumkimbiza direct
na kisha akapita njia nyingine, akaongeza kasi ya kukimbia. Badlady alipogeuka nyuma, alijikuta sasa anapunguza mwendo huku akiwa ameshikwa na bumbuazi kwa sababu mtu anayemkimbiza nyuma akawa hamuoni. Badlady alitoa simu yake mfukoni, akatazama network na kwa bahati mbaya eneo hilo lilikuwa halina kabisa mtandao. Shit. Mambo gani haya? Badlady alizungumza huku akipiga hatua za kutaka kukimbia, lakini alijikuta amesimama mara baada ya kumwona Roy akiwa amesimama mbele yake huku amemnyoshia bastola. Oh my God, Mungu wangu, Mungu nisamehe tu bwana, sikujua kama namkimbiza mwanamke mrembo kama wewe. Hey, we binti, chaguni lako, nikupige risasi au tupe hiyo bastola yako chini. Naam. Hapo Badlady akamtazama Roy aliyekuwa amemnyoshia bastola, akataka kunyanyua mkono uliokuwa umeshika bastola ili kumshambulia Roy, ila Roy alimwahi kwa kuipiga risasi bastola ya Badlady. Bastola ikachomoka mkononi mwake na ikaenda kuangukia mbali. Sikiliza, nimekupa chaguzi dogo tu, alafu ni chaguzi rahisi sana, alafu naona sasa unakuwa mbishi. Nitashangaa kuona mwanaume akimkamata mwanamke kama mimi kwa kumshikia bastola. Wewe kama mwanaume kweli, weka silaha yako chini, tuoneshane mkono kwa mkono. Kumekucha. Bobby alizungumza hivyo huku akiwa anacheka, maana aliyasikia hayo mazungumzo. Roy akasema, kumbe tatuzichape. Haya, sawa. Roy alitupa bastola chini na kisha akajinyosha vizuri mwili wake. Badlady akachomoa kisu akakishika mkononi. Wewe vipi? Asa mbona hujasema tunapigana kwa visu sasa? Njoo nikamate. Njoo. Badlady alizungumza na kumfanya Roy amsogelee. Badlady akaruka hewani, akaachia mateke mawili ya tiktaka, lakini yote Roy aliyapangua kwa viganja. Badlady aliendelea kufanya mashambulizi kwa kadri ya uwezo wake aliyokuwa anao, huku kwa mara kadhaa alikuwa akimpunywa Roy kwa kile kisu chake. Kwa mapigo ya Badlady kwa Roy ni madogo mithili ya ngumi ya mtoto wa miaka 3. Hey bro, kuna nini cha maana unakiangalia kwake? Wa mwanangu, napambana na toto la kichotara mwanangu. Kwa kidogo lazima nifurahi kidogo kumtazama. Roy alizungumza huku akikwepa mapigo ya Badlady pamoja na kisu chake. Mzee wangu, muda huu kweli? Bobby, sikiliza ndugu yangu. Ngoja. Wewe demu. Ndugu yangu anasema muda bwana. Kwa muda kucheza na wewe umeisha hapa. Roy alizungumza huku akifyatua teke wa mguu wake ule wa kulia. Badlady aliona hilo teke, alijaribu kulikwepa kwa kuinama upande wa kushoto, ila Roy kwa kasi ile ile akarudisha mguu wa kulia nyuma, akamfumua Badlady teke la mguu wa kushoto lililotua shingoni mwake na kumfanya binti huyo aende chini mzima pale pale akazima. Ashakata moto maskini. Sijui kajifunzia wapi ngumi yule demu. Kama jifanya kajanja we, kumbe utopolo. Shens. Sikia Bobby, huyu mwanangu atakuwa shabiki wa utopolo huyu. Sio kwa yale makeke yale. Unaweza kusema kwamba labda kanapigana kumbe chenga mtupu. Shens. Roy alizungumza huku akimpapasa Badlady mwilini mwake. Alichomwa simu mfukoni mwa Badlady. Alitoa kisu kingine alichokuwa amekificha kwenye soksi za viatu vyake, akampiga pingu mikononi. Alichukua bastola pamoja na bastola ya Badlady na kisha akambeba begani kurudi naye kwenye gari. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Stella akisema jamani, naombeni nikakojoe. Stella alizungumza huku akiwa amechoka kwa kutembea. Mlinzi
anayewaongoza wenzake ambao tayari vichwani wamejaa tamaa za pesa na kuona utajiri mbele yao. Akasema, oya poa, fanya faster. Mlinzi huyo alisema kwa mikwara kweli kweli. Stella aliingia kwenye kichaka kimoja na kwa bahati nzuri akapata gongo. Akajisaidia pale haja ndogo na kisha alianza kupiga kelele kwamba nyoka. Sasa yule mlinzi bila ya kuchukua tahadhari yoyote akakimbilia kwenye hiko kichaka ambacho Stella alikuwa ameenda kujisaidia. Yule ndo bosi sasa. Aking'atwa na nyoka akifa mtatua bure tu. Jamaa huyu Chura alizungumza huku akiwa anakusanya nguvu za kufikiria nini cha kufanya. Mlinzi wa pili akakimbilia kwenda kutazama nyoka huyo. Kitendo cha mlinzi wa kwanza kufika kwenye hiko kichaka alichoopo Stella, alikaribishwa na gongo lililokuwa limetua kichwani mwake vizuri kabisa hadi gongo likakatika, likamfanya mlinzi huyo anguke chini mzima. Chura kwa nguvu zake akamrukia mlinzi aliyekuwa amesalia, naye ambaye macho yake yote yalikuwa yapo kwa mwenzake aliyokuwa anaelekea huko kichakani. Chura alimwangusha chini kifudifudi mlinzi huyu, akaokota jiwe la pembeni walipokuwa wameangukia, akamtandika nalo la kichwa. Umefanya nini wewe demu? Mlinzi alizungumza kwa kufoka huku akiwa amemnyoshia Stella bastola. Chura kwa haraka akachukua bunduki aliyokuwa ameishikilia mlinzi huyo aina ya SMG, akafyatua risasi 3 zilizompata vizuri mlinzi huyo aliyekuwa anaonekana kuanzia mabegani kwenda juu, na akafa hapo hapo. Chura akakimbilia alipokuwa demu wake Stella, wakakumbatiana huku akilia kwa uchungu mno. Oya Bobby, umesikia bunduki SMG mwanangu? Umesikia sauti yake? Roy alizungumza akiwa amefungua mlango wa gari na kumwingiza Bad Lady, na yeye pia pamoja na Bobby walisikia milio hiyo ya risasi kitokea mita chache kutoka sehemu walipo, jambo lililosababisha wawe makini, kwani hawakujua kama eneo hilo lina adui mwingine aliyekuwa amejificha, ila mlio wa risasi waliweza kusikia pasipo kujua kwamba huyo alikuwa ni Chura pamoja na demu wake Stella, nao pia walikuwa wanajitetea kivyao. Oya Bobby, hebu kana huyu demu kwanza. Roy alizungumza huku akikimbilia eneo uliposikika mlio wa bunduki ya SMG. Bobby akajibanza kwenye moja ya mti huku macho akiwa eneo alilokuwa amekimbilia ndugu yake Roy, huku akiwa amepiga goti moja chini na bunduki yake akielekeza eneo lile alipoenda Roy kwa umakini wa hali ya juu. Roy alijibanza kwenye mti huku akitazama maiti moja inayovuja damu kichwani, huku pembeni kukiwa kuna jiwe kubwa ambalo nalo limetapakaa damu. Akaipita maiti hiyo kwa umakini mkubwa mno. Roy akaelekea kwenye kichaka. Hakuamini kumkuta Chura na Stella wakiwa wamekumbatiana huku wakilia kwa furaha. Wanye, mkimaliza hapo niambieni. Sauti ya Roy ilimshtua Chura pamoja na Stella, ilibidi waachiane kwa haraka mno. No. Hey, we. Hebu usifanye ujinga bana. Roy alizungumza kwa msisitizo mara baada ya kuyaona macho ya Chura yakielekea kwenye bunduki aliyokuwa ameitumia kumuulia mlinzi waliokuwa naye. Washenzi nyinyi, mmenisababishia matatizo. Baby, hao ni kina nani? Ni story ndefu mpenzi wangu Stella. Sikiliza dogo, hebu acha ngonjera zako bwana, tukaingia kwenye gari usiku sasa. Chura alimtazama Roy na akakubali kwa kutingisha kichwa. Wakaongozana mpaka walipokuwa wameliacha gari na wakamwona Bobby akitokea nyuma ya mti mkubwa. Bobby akasema, oya, umewatoa wapi hao? Huko vichakani huko, nahisi walikuwa wameshikiliwa na walinzi wachovu, wameuliwa mpaka na Chura. Hao walinzi uchwara tu hao. Roy alizungumza hivyo huku akicheka. Mtu wako sijui umemweka nyuma. Oya wedem, sikia.
kaa siti ya mbele. Chura, utakaa na mimi huku nyuma. Roy alizungumza na wakaingia ndani ya gari. Huyu ni demo aliyeniteka huyu. Chura alizungumza hivyo kwa hasira huku akimshika Bad Lady koni mwake. Wewe mwache bwana. Amezimia hapo. Ukiendelea kumshika hivyo atakufa, mwache. Afe tu. Walitaka tutupo kwenye bwawa la mamba. Bwawa la mamba? Ndio. Bwawa la mamba. Hawa ni washenzi sana. Hawa ni watu wakufa tu. Hawa ni wakufa tu. Sikiliza dogo. Umemwona huyo bosi wako sijui anaitwa Bata? Ndio nilimwona. Alafu nilishenzi tu lile. Liliniamrisha nipelekwe kwenye bwawa la mamba. Na walinilazimisha niwaelezee jinsi mlivyo. Na kuna mtu aliwachora. Chura alizungumza huku akiwa anamtazama Bad Lady aliyekuwa amepigwa pingu huku akiwa amezima. Ndio maana walitufuatilia, si ndio? Lakini sikiliza dogo. Pia ulifanya jambo la msingi sana kwa sababu bila kufanya hivyo tusingewapata. Naamini unakumbuka sehemu mliokuwa, si ndio? Ndio. Njia naikumbuka. Chura alizungumza huku akimtazama Roy usoni mwake. Kaka, hii kazi tunaweza kuimaliza usiku huu. Jamani mimi siwezi tena kurudi kule jamani, naombeni sana mimi siwezi kurudi kule. Stella alilalama na kumfanya Bobby amtazame huku akiwa amewasha taa za gari hilo kwani tayari usiku ulikuwa umeshaingia. Endapo tukiwaacha watu waliowateka, basi tambua hamtoishi maisha kujiachia kama mlivyoishi hapo awali. Bobby alizungumza hivyo. Alafu pia na marafiki zako na mabounsa wako wamefanywa hivi. Roy alizungumza na akampatia Stella simu yenye picha za maiti za rafiki zake pamoja na walinzi wake. Hiko ndicho walichokifanya. Kutambua kwamba mnadili na watu hatari ambao kitu kuua kwao ni jambo la kawaida kabisa. Stella alijikuta akiangua kilio cha uchungu huku akitazama picha za maiti za walinzi na rafiki zake wawili. Nisikilize binti. Kama unahitaji kufa basi tuwarudishe da. Na kitakachowakuta sisi hatutohusika. Tulimshikilia mpenzi wako kwa sababu tuna kazi naye. Na kazi ni kumfikia huyo Bata. Sawa. Nimewaelewa. Ila mimi naogopa kurudi kule. Usijali tutawalinda. Oya Chura, unapakumbuka si ndio? Ndio naikumbuka njia ya porini tulopita. Gari inapita. Kwa sababu miti imeachana gari inaweza kupita. Okay poa, tuelekeze. Chura hakuwa na namna zaidi ya kuanza kuelekeza maeneo ya kupita hadi walipofika mita 220 kutoka yalipo makazi ya huyo Bata. Wakasimama eneo hilo kwa ajili ya kuchunguza makazi hayo kabla ya kwenda kufanya mashambulizi. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine, gari za wanausalama wanaomlinda rais ziliingia katika makao makuu ya jeshi la polisi huku ulinzi ukiimarishwa na walinzi hao ambao wengi wao ni makomando wenye mafunzo ya hali ya juu ya kumlinda mheshimiwa rais. Gari ya rais ilifika katika makao makuu. Mlinzi wake namba 1 akashuka siti ya mbele, alifungua mlango wa nyuma alipokuwa amekaa rais. Rais Msulwa akashuka na askari wote wakapiga saluti wakiongozwa na IGP.
Baada ya saluti za heshima, wakapeana pale mkono na IGP. Karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu sana. Nashukuru sana. Wakaingia katika jengo kuu la ofisi za makao makuu. Rais aliandika pale jina lake katika kitabu cha wageni, akatia sahihi na moja kwa moja akakaribishwa hadi kwenye ofisi ya IGP. Unaweza ukakaa kwenye kiti chako. Rais Msulwa alizungumza huku akikaa kwenye kiti cha wageni, huku walinzi wake waliopo kwenye idara ya habari wakiendelea pale kupiga picha na kurekodi kila kinachoendelea. Nimeona leo nije usiku, ikiwa ndio ziara yangu ya kwanza ya kushtukiza ili niweze toka tangu niapishwe. Ni kweli kabisa Mheshimiwa Rais, ni kweli. IGP alizungumza kwa heshima huku akimtazama rais. Okay, sawa. Nahitaji kufahamu upelelezi wa kifo cha mtumishi wangu Freddy kimefikia wapi? Hapo IGP kwanza ilibidi ashushe pumzi taratibu. Mheshimiwa Rais, upelelezi unaendelea vizuri mkuu. Kuna ACP wangu ndo analifuatilia hili, kama utojali naomba aje aelezee kwa kina wapi walipofikia. Okay, sawa, mwite. Kweli Kamanda Nancy aliitwa ofisini kwa IGP. Hebu silaha yako iko wapi? Mlinzi wa rais aliyekuwa amesimama mlangoni alizungumza na Nancy, akachomoa pale bastola yake kiunoni, akampatia mlinzi huyo pamoja na simu. Akakaguliwa pale mwili mzima na ndipo akaruhusiwa kuingia ndani ofisi hiyo ambayo ina mlinzi wa rais namba 1 na namba 2 pamoja na wapiga picha wawili, huku mmoja akiwa na rekodi mazungumzo hayo. Kamanda Nancy akapiga pale saluti ya heshima na rais akamkaribisha kukaa kiti cha pembeni yake. Ndio binti, wewe ndiye unayefuatilia kesi ya Freddy, mauaji ya Freddy? Ndio Mheshimiwa Rais. Nataka kujua mmefikia wapi kwenye upelelezi wenu? Mheshimiwa Rais, tumefanya upelelezi wetu kutokea eneo la mauaji na tumegundua watu waliohusika na mauaji ya Freddy ndio watu waliohusika katika mauaji ya nyumba moja alfajiri ya leo maeneo ya Masaki. Tumepata video inayoonyesha mauaji ya watu hao walioyafanya. Hebu nionyeshe. Simu yangu nimeacha hapo mlangoni kwa mlinzi. Hebu leteni hiyo simu. Rais alizungumza na mlinzi wake namba 2, akatoka pale na akarudi akiwa na simu ya Kamanda Nancy. Nancy akakabidhiwa simu yake, akamwonyesha rais video ya siri. Huyu aliyechukuliwa ni nani? Anaitwa Stella, ndiye mmiliki wa hii nyumba na amerithi utajiri huu kutoka kwa wazazi wake ambao kwa sasa ni marehemu. Kwa nini wamemteka Stella? Kwa sababu huyu binti ana mahusiano ya karibu sana na mtu aliyempigia simu Freddy. Kijana aliyempigia simu Roy anaitwa Chura. Huyo kijana ni mmoja wa vijana matapeli ambao nimegundua kuwa kuna mashtaka mbalimbali yamefunguliwa kwenye vituo kadhaa vya polisi hapa jijini kwa utapeli aliokuwa ameufanya huyo kijana kuitwa Chura. Hapo Mheshimiwa Rais alitingisa kichwa akionyesha kukubaliana na kile ambacho Kamanda Nancy alikuwa anakiongea. Kwa hiyo huyu kijana ndiye anayefahamu kuhusiana na hao watu waliohusika kumuua Freddy, si ndio? Ndio Mheshimiwa Rais. Na tunaendelea kumtafuta. Vijana wangu wapo kila kona ya jiji zima kumsaka huyu kijana. Na pia tulipewa taarifa ya kwamba gari waliloondoka nalo wahalifu waliomteka Stella lilionekana likielekea mkoani Morogoro. Hivyo tulifuatilia hadi kufika Morogoro nikiwa na vijana wangu. Na nilikutana na RPC wa mkoa Morogoro na kumuelezea juu ya gari hiyo. Na kwa taarifa alonipatia kuwa gari hiyo ilionekana ikiwa imeelekea Mikese ndani.
na akanihakikishia kwamba vijana wake wanafanya operation katika maeneo hayo kuhakikisha wanaipata hiyo gari. IGP, umepokea ripoti kutoka Morogoro? Bado mheshimiwa, bado. Kwa nini bado? Mheshimiwa Rais, nilimweleza RPC atakapofanikiwa kuwapata watu hao ndio anifikishie ripoti. Ukiwa kama mkuu wa jeshi la polisi mwenye dhamana ya kuwasimamia makamishna waliopo chini yako, unapaswa kuhakikisha ya kuwa unapata taarifa ya kila hatua wanayoipiga, hususan kwenye tukio kama hili ambalo kumeshazuka mambo mengi yanayoongelewa mitandaoni. Hadi leo familia haijapata tarehe ya kumzika kijana wao, wakisubiria upelelezi wa kipolisi umalizike. Haya mambo mkiwa mnayaendekeza hivi kienyeji, mtu mnaendesha kienyeji, hatutoweza kufuta matukio ya kihalifu yanayotokea ndani ya hii nchi. Sijui tunaelewana IGP? Ndio Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais, naomba msamaha. Naomba msamaha mkuu. Nitafuatilia kwa kila hatua. Kwa huu muda mchache sana niliokaa madarakani, nimejua madudu mengi yanayofanywa na viongozi baadhi ya jeshi la polisi ambao sio waaminifu. Sijui unanielewa ninachokizungumza? Ndio Mheshimiwa, nakuelewa. Hivyo sasa, nahitaji usifanye kazi kwa kuoneana haya. Na nilichokigundua IGP, kuna watu chini yako unawaogopa, na hata ukifanya madudu unashindwa kuchukua hatua za kinidhamu kama IGP. Sasa nikuonye, hadi umekuwa IGP na maana rais aliyetoka madarakani alikuamini na kukupatia hiyo nafasi. Kuwa mkali. Endapo kutakuwa kuna jambo ambalo unahisi unalishindwa, lilete kwangu. Ila ukisubiria mimi nishughulikie nikiwa niko juu, naamini wewe ndio utakuwa IGP wa kwanza kwenye nchi kustaafu kwenye nafasi yako. Napenda nikuone unastaafu kwa heshima. Tusaidiane kuimarisha ulinzi wa watu wetu ambao wanatuamini kwenye kila tunachokifanya. Nadhani tunaelewana IGP? Ndio Mheshimiwa Rais. Na nitafanya hivyo. Narudia, mimi ni mpole sana, lakini mimi ni mkali sana, na ninafanya maamuzi magumu bila kutazama sura ya mtu. Nahitaji kuinyosha hii nchi na kuiweka kwenye mazingira ambayo kila mtu atajivunia. Matukio sijui haya ya majambazi, vibaka, sijui panyarodi, hakikisha unawashughulikia kwa herufi kubwa. Hii ni amri natoa mimi kama rais. Sasa kama mtu atashindwa kumlea mwanae, basi atalelewa na ulimwengu, na ulimwengu wenyewe ndo sisi. Kwenye awamu yangu, kwa mtu ambaye hataweza kufanya kazi na mimi, ni heri astaafu au aache kazi, la sivyo nitamwajibisha ipasavyo. Nimekuelewa Mheshimiwa Rais. Makamishna wako wote waliopo chini yako, ambao majina yao yapo ofisini kwangu, ambao wanafanya jeshi kama mali za baba zao na mama zao, nitawashughulikia pale upelelezi utakapokamilika. Najua nyinyi mnaoneana haya na kuogopana na kufichana madudu, ila wale wote waliohusika kwenye vitendo vya kiuhalifu, rushwa na unyanyasaji wa wahalifu wasio na hatia, nitawashughulikia. Wapelelezi wangu wako ndani ya jeshi hili la polisi na kila sehemu, hivyo hawatoepukika. Nahitaji kuifanya hii nchi inyoke kama rula. Nadhani tunaelewana IGP? Ndio Mheshimiwa Rais. We binti. Ndio Mheshimiwa. Fanya kazi. Hakikisha waliohusika na hili tukio wanakamatwa na kufikishwa mbele za sheria, ila watakapokuwa wabishi, najua mnajua nini cha kufanya. Nadhani tunaelewana? Sawa Mheshimiwa Rais. IGP, nahitaji hawa watu wako hawa wahamishiwe sehemu zao za kazi, warudishwe makao makuu, na hao wengine wapelekwa kwenye vituo vipya vya kazi walipotolewa hao. Nadhani unanielewa? Ndio Mheshimiwa Rais, nakuelewa kabisa. Kesho saa 4 asubuhi nitawaapisha Ikulu kwenda kuwa makamanda wa mikoa. Nahitaji uwajibikaji. Nahitaji sheria ifuatwe. Nahitaji weledi wa kazi na sio kuwa na jeshi lenye watu wabadhirifu wa mali za umma na raia, na wao wamekaa tu ufanye maamuzi. Nimekusaidia kwa hao wa mikoa 15. Waingizeni kwenye tovuti yenu ya jeshi, na hawa wapya kesho saa 4
waje Ikulu, na hao watakaorudi makao makuu wasipangiwe kazi yoyote hadi pale nitakapoweza kutoa maelekezo mengine. Na pia makamishna wako wote kesho saa 8 nina kikao nao Ikulu, ila sio hawa niliowatoa katika nafasi zao za kazi kwa sababu wanachunguzwa. Nadhani umenielewa. Ndio Mheshimiwa Rais, nimekuelewa. Okay, sawa. Andika matatizo yako yote ambayo yanahusu jeshi lako, kuanzia upandaji wa vyeo kwa wanaostahili, magari machakavu, posho zenu, nyumba zenu, yani kila tatizo linalohusika na jeshi hilo la polisi. Hakikisha mnaliorodhesha, na nahitaji kuanza na nyinyi na kisha wengine ndio wafuatie. Sawa Mheshimiwa Rais, mimi nimekuelewa. Nashukuru. Nilipenda nije kuzungumza na wewe hapa makao makuu yako. Kingine kabla sijasahau, kuna mahabusu ambao wanakaa muda mrefu ndani. Hebu hakikisha wapelelezi wako wanaongeza kasi ya ufanyaji wa kazi. Na kingine pia kuna wao wanaonewa tu na maskari wako wa chini. Askari anamtaka demu wa mtu, basi kwa sababu ana kijicheo basi anamweka yule mwanaume ndani ili abaki na huyo msichana au anyenyekewe na huyo msichana, na mwisho wa siku anahitaji rushwa ya ngono. Hebu hakikisha unawachukulia hatua kali za kisheria, na ikiwezekana hata wafutwe kazi na kuwekwa ndani. Sawa Mheshimiwa Rais. Binti, wewe ni nani? APC mkuu, na pia ndio mkuu wa kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai na kigaidi. Sawa IGP, nitahitaji faili la huyu binti kesho saa 2 ofisini kwangu. Sawa Mheshimiwa Rais. Hapo Mheshimiwa Rais alisimama na wote wakasimama na kumpigia saluti. Alitoka ofisini hapo na akapita kwenye ofisi tofauti za makao makuu ya maskari, na baada ya ziara yake hiyo fupi kukamilika, aliondoka makao makuu ya polisi na kisha karudi Ikulu. Nancy, hebu hakikisha hili swala unalipatia majibu kabla ya asubuhi, kwa maana umemsikia hapa rais ya mwenyewe. Tumekalia kuti kavu, la sivyo tutajikuta tunapoteza kila kitu. Hebu hakikisha unatumia kila mbinu kulikamilisha. Ongeza timu ya vijana wako kuongeza nguvu na kazi, sawa? IGP alimwambia Nancy mara baada kurudi ofisini kwake. Sawa mkuu, nitalifanyia kazi. Haya, nenda kaendelea na majukumu yako. Nancy alipiga saluti na kutoka ofisini hapo kwa IGP, huku Roy akiwa ndo mtu wa kwanza kumjia kichwani mwake, kwani akizungumza na Roy anakuwa na uhakika wa wapi pa kuanzia jukumu la upelelezi wa kifo cha Freddy ambacho rais anaonyesha kukifuatilia kwa ukaribu mno. Akaipiga namba ya Roy, pale ilianza kuita, ila haikumaliza sekunde 3 ikakatwa, huku kukifuatiwa na ujumbe mfupi wa maandishi, nitakupigia. Kauli hiyo ilimfanya Nancy ashushe pumzi nyingi, kwani ujumbe huo ulikuwa unaashiria Roy yupo katikati ya majukumu mazito. Naam. Upande wa pili tunapata kumwona Roy akizungumza kwa kuguna. Bane, kuna walinzi 32 katika eneo zima. Roy alizungumza huku akitazama laptop iliyopo pembeni yao, huku mkononi mwake akiwa ameshika simu maalum itumikayo katika uendeshaji wa ndege ndogo zisizokuwa na rubani, yani drone, ambayo ina kamera yenye uwezo wa kurekodi kila kitu, huku ikiwa imeenda juu mita 600 kutoka usawa wa huyo mkuu wa maadui afahamikaye kwa jina la Bata. Bobby akatazama eneo hilo la makazi ya huyo Bata, huku wote wakiwa wameshajiweka sawa kwa mashambulizi, huku kila mmoja akiwa na bunduki yake mkononi. Sikiliza Roy, utapita kaskazini mwa ile nyumba, mimi nitapita mashariki, alafu tutaonana ndani, Mungu akibariki. Poa kaka. Bobby akamtazama Chura, akamtazama na Stella, na kisha akasema, oya Chura, na demu wako mtabaki hapa. Huyu demu mwingine huyu jambazi huyu, tumemchoma sindano ya usingizi na itamchukua masaa 5 kuamka, ila mnatakiwa kujua kwamba ni mwanamke hatari sana. Kaka, mimi namjua huyu, namjua,
kumpiga pingu peke yake haitoshi, kwa lazima muwe makini. Walizungumza hivyo huku wakiwa wanashuka sasa kwenye gari. Roy alichukua cheni ngumu yenye vishikizo viwili vya pingu, akamfunga mguu wa kulia huyo mwanadada bad lady, na hiyo cheni akaipitisha chini ya siti ya nyuma ya dereva, akamfunga mguu wa kushoto. Roy akasema, sikiliza, hizi zitawasaidia hizi. Roy alizungumza huku akiwapatia kila mmoja bastola yake. Sikilizeni, huyu tumempiga pingu, tumemfunga naye macheni, lakini endapo mtashambuliwa na mtu mwingine yoyote, msisite kujitetea. Sawa Roy, mtusubiria hapa, tutawasiliana na nyinyi kupitia hii simu ya upepo. Bobby alizungumza huku akiwapatia radio call moja, wakamwambia sawa. Chura, usijue kafanya ujinga wa kutoroka. Sisi ndio tutakupatia wewe nafasi ya kuwa salama uraiani. Endapo utajaribu kutugeuka, jua kabisa maisha yako hayatakuwa salama uko uraiani. Sawa. Roy alitazama simu yake iliyokuwa inaita kwa mtetemeko, yani vibration. Akaikata simu hiyo na kisha akamjibu Nancy kwa ujumbe wa message, na kisha akaizima kabisa simu hiyo. Roy akaitoa cheni aliyokuwa ameivaa shingoni mwake yenye msalaba mdogo, akaibusu na kisha akairudisha ndani ya t-shirt yake, ambayo kwa juu ya t-shirt hiyo alikuwa amevalia jaketi la kuzuia risasi lenye vifuko vidogo vidogo alivyokuwa ameviweka magazine, huku akiwa amevining'iniza mabomu ya mkono ya milipuko. Tuna dakika 30 tu, Bobby alizungumza, na kila mmoja akaseti dakika 30 katika saa yake, saa zitakazowawezesha kuingia katika operation hiyo iliyopo mbele yao, na kisha waweze kutoka kwa hizo dakika 30. Kila mmoja akapita katika njia ambayo alihisi ni salama kutokana na upelelezi wao waliokuwa wameufanya kwa kupitia drone, huku machoni kila mmoja akiwa amevalia miwani inayomwezesha katika kuona usiku. Miwani hizi zikiwa zimetengenezwa katika ubora wa hali ya juu, ambao hata kukiwa kuna bomu au mionzi ya usalama iliyotegeshwa chini ya ardhi, basi wana uwezo kuiona vizuri kabisa na kuikwepa. Hivi hawa ni akina nani eti? Chura, hawa ni akina nani? Stella aliuliza huku akiwa amekaa siti za mbele ndani ya gari. Chura akasema, hawa ni majamaa, lakini kwa uelewa wangu hawa jamaa ni majasusi. Majasusi ndo watu wa namna gani? Chura alimtazama Stella aliyekuwa amekaa siti ya pembeni. Ndio kama wao unavyowaona. Nimefanya madili mengi sana, na askari polisi wamekuwa wakinisaka kila kona, ila hawajaweza kunipata. Ila wa majamaa, yani ni masaa tu toka nimpige simu Fred wamenikamata. Haya mambo mia kiisha, mpenzi wangu, inabidi tuondoke kabisa ndani ya hii nchi. Ndio kitu ambacho mimi nakiwaza hata mimi Stella. Mimi nawaombea sana wakamdake huyo bata huyo. Chura alizungumza huku akiwa anatazama laptop iliyofunuliwa inayowaonyesha Roy na Bobby wanapopita, huku kila mmoja akionekana katika mfumo wa alama zenye rangi ya blue. Hivi unajua jamaa walikuja kuniteka pale nyumbani bila wewe kujua? Muda gani? Muda ule tunatoka kufanya mapenzi tu, naenda kuvuta sigara, jamaa wakaniteka. Yanaacha tu, watu hao ni hatari mno hao. Msikilizaji, Roy alijikuta akitabasamu, kwani mazungumzo wanayoongea Chura na Stella walikuwa wanayasikia, ila mazungumzo wanayoongea Bobby na Roy ilikuwa ni ngumu sana Stella na Chura kuyasikia. Labda mpaka Roy na Bobby waruhusu hayo mazungumzo yao, ndipo Stella na Chura watayasikia. Wakafika katika fensi ngumu iliyozungushwa katika makazi yote ya huyo jamaa kuitwa Bata. Bobby akasema, "Wewe nimefika kwenye fence." Bobby alizungumza huku akiwa yuko upande wake. Roy akasema, "Na mimi pia nimefika kwenye fence. Ila ina shoti kubwa sana hii fence. Alafu tuna sekunde 30 tu kuingia ndani." Roy alizungumza huku akitoa tablet ndogo katika begi alilokuwa amelivaa mgongoni mwake. Kwa kupitia tablet hiyo, aliingiza kodi zinazowawezesha kuzima umeme wa hilo eneo zima la makazi ya Bata na hadi jenereta maalum lisiweze kuwaka. Zinahitajika sekunde 30, na wakishindwa kupita katika wavu huo,
katika hizo sekunde, basi jenereta likiwaka watashindwa kuingia. Kila mtu akatoa pale mkasi wa kukata nyavu hiyo ngumu. Kwa kasi wakakata nyavu hiyo kwa upana ambao kila mtu alikuwa anaweza kupita, na kisha wakazama ndani. Roy ndo wa kwanza kusema nimeingia. Bobby akafata naye akasema na mimi pia nimeingia. Bobby alizungumza huku akishika vizuri bunduki yake aliyokuwa imeifunga kiwambo cha kuzuia sauti. Zikatimu sekunde 30 na umeme ukawaka eneo zima. Oya, nazizima kamera, Roy alizungumza huku akitoa kifaa kidogo chenye antena 2 akakiweka kwenye ukuta wa jengo alilokuwa amejibanza, na kisha akaingia katika mfumo wa kuzigandisha kamera kwa kupitia tablet yake na kufanya kamera za eneo zima kushindwa kuonyesha matukio mubashara, na zilikuwa zinaonyesha matukio yaliyokuwa yamerekodiwa ndani ya dakika 30 zilizopita, kitu ambacho sio rahisi kwa watazama CCTV kamera hizo kuweza kugundua kwa haraka. Hey, umepata mawasiliano yoyote kutoka kwa Bad Lady? Bata alimuuliza msaidizi wake. Msaidizi wake akasema hapana mkuu, nimejaribu kumpigia Bad Lady mara 2 ila simu yake haipatikani. Ameondoka na kina nani? Ameondoka na kina Joka na wenzake. Ebu mpigie simu Joka, tujue wamefikia wapi. Bata alizungumza huku akimtazama msichana aliyekuwa anamfanyia masaji. Bata hayo ndio ilikuwa maisha yake ya kawaida kabisa, kubadilisha wanawake. Japo ana maumbile madogo ya kiume na kitambi kikubwa, ila hajali. Yeye anachotaka kukipata yeye ni kupewa starehe, na kisha huwalipa pesa nyingi mno wasichana hao. Ni mzee wa bata na ndio maana akaitwa Bata, yani ni kula bata, starehe, mtindo mmoja. Msaidizi wake alikuwa amesimama pembeni ya kitanda hicho. Akaishusha simu kutoka sikioni mwake. Akasema mkuu, hata Joka pia hapatikani. Ina maana wote hawapatikani? Ndiyo mkuu, labda watakuwa wapo kwenye kazi ndio maana simu zao hazipatikani. Hapana, sio kawaida bwana. Bad Lady hawezagi kuzima simu hata kidogo. Huwa ananipatia ripoti mara kwa mara. Bata alizungumza huku akiwa anamsogeza msichana huyo. Akashuka pale kitandani, huku kibolibo chake kikiwa kimesimama hivi, ni kidogo kweli kweli kama kidole cha mwisho. Wewe binti, hebu toka hapa. Msichana huyo ambaye ni dada Poa aliyekuwa ameletwa lisali moja lililopita akachukua nguo zake na kisha akatoka ndani hapo akiwa yuko hana nguo kabisa. Hebu sikiliza, mpigie yule afande mpelelezi nizungumze naye. Mzee huyu Bata alipoagiza hivyo, msaidizi wake huyo akampigia afande ambaye wanamtumia katika mkoa huo Morogoro kuwavujishia siri za kinachoendelea katika masuala yote ya usalama. Halo, sauti ya afande huyo ilisikika. Mkuu hapa anahitaji kuzungumza na wewe. Aha, sawa. Kijana, kuna nini kinachoendelea huko Morogoro? Vijana wangu waliondoka majira ya mchana hapa kwenda huko Morogoro. Jioni kuna watu walikuwa wanawafuatilia. Vipi, kuna chochote kinachoendelea hapo kwenu? Nataka ripoti. Aha, mkuu, hakuna vijana wote wapo. Na sijapata chochote kile kwa wanachokifuatilia. Lakini hali ni shwari kabisa mkuu. Una uhakika? Ndiyo mkuu. Kwani ndani ya huu mkoa wa Morogoro kila kitu kiko salama kabisa mkuu. Mimi mbona ningekupenyezea hizo taarifa? Okay, sawa. Chunguza vijana wangu wako wapi, na kisha nataka unieleze. Hakuna tatizo mkuu, hakuna tatizo kabisa. Mzee huyu Bata akakata simu hiyo huku akimtazama msaidizi wake. Kama fuatilia watu wapya na simu zao hazipatikani, naanza kuona kuna shida sehemu.
Bata alizungumza huku machale ilikuwa ikimcheza sana na moyo wake ulikuwa ukipoteza amani na furaha. Hakujua mpaka muda huo tayari walikuwa wameshavamiwa. Sasa mkuu, tunafanyaje? Waliokuwa mawaziri kwa sasa ni wabunge tu, hawana cheo chochote kinachoweza kutusaidia. Mzee Bata alizungumza huku akiwaza sana akilini mwake. Hebu andaa gari, nahitaji kwenda kulala Dar es Salaam. Naona hali ya Morogoro sio shwari. Sawa mkuu. Mzee Bata aliingia bafuni, alianza kuoga huku kijana wake akitoka kwenda kuandaa msafara kuelekea Dar es Salaam usiku huo huo. Sasa Bobby na Roy, kila mmoja kwa upande wake, kazi yake ilikuwa ni moja tu, kuhakikisha wanawaua walinzi wanaokutana nao kimya kimya, pasipo walinzi wengine kushtukia kuwa wenzao wanauawa. Roy akasema, mwanangu, mimi mpaka sasa nimeshaua watu 8. Roy alizungumza kwa sauti ya kunong'ona huku akiwa ameshika bastola aliyokuwa ameifunga kiwambo cha kuzuia sauti. Yaani hata kama wakiua kwa bastola, ile bastola ilikuwa haitoi sauti kabisa, yaani inaenda kimya kimya. Bobby akasema, mimi mwanangu huku nimeua 10. Bobby alizungumza huku akimvunja shingo mlinzi mmoja aliyekuwa amemnyatia kwa nyuma. Akampiga kabali ngumu, akavunja shingo yake na kisha akamvutia gizani. Roy akawatazama walinzi wawili wanaopiga stori huku bunduki zao wakiwa wamezielekezea chini, na Roy alisikia wakisema huku doria iko shwari kabisa, iko shwari. Roy alisikia sauti hiyo kutoka kwenye radio call ya walinzi hao. Doria 20, huku ni salama. Kitendo cha kumaliza kujibu, Roy aliwashindilia risasi nyingi sana walinzi hao katika mili yao, wakaanguka chini wakafa papo hapo. Mkuu. Kiongozi wa walinzi hao alimuita msaidizi wa Bata anayeelekea kwenye maegesho ya magari. Unasemaje? Mkuu, baadhi ya vijana wangu waliopo kwenye maeneo ya ulinzi hawanipi majibu. Kivipi? Nimejaribu kupitisha ukaguzi kwa radio call kujua kwenye position zao kama wako salama, ila sipati majibu mkuu. Wangapi hawaja kujibu? Mkuu, hadi sasa hivi ambao hawajanijibu ni 10 na ninaendelea kuwasiliana na wengine. Shit. Hebu minya Bata ni hatari. Wakusanyike wote hapa. Sawa mkuu. Kiongozi wa walinzi hao wa nyumba hii ya Mzee Bata akakimbia kuelekea katika ofisi yake ambayo ina bata ni maalum ya king'ora ambacho kikipigwa basi walinzi wote waliopo kwenye maeneo yao wanakusanyika katika eneo la mbele la nyumba hiyo ya bata, na ni mara chache sana king'ora hicho kupigwa nyakati za usiku. Msaidizi wa Bata ilibidi akimbie mpaka kwenye gari analolitumia Mzee Bata kwenye matembezi yake ya usiku. Akaliwasha kwa kasi na kisha akaliondoa eneo la maegesho huku king'ora kikilia kwa sauti. Akaliweka mbele ya lango la kutokea katika jumba kuu. Akashuka huyu mlinzi akakimbilia chumbani kwa Mzee Bata. Alimkuta Mzee Bata akivaa nguo haraka. Mlinzi huyu akasema, mkuu, kuna tatizo, inatakiwa tuondoke haraka iwezekanavyo. Mzee Bata akatoka kwa haraka huku akiwa ameshika bastola iliyotengenezwa kwa dhahabu, huku vifungo vya shati vilikuwa viko wazi. Sasa Bobby akasema, oya Roy, wameshagundua tupo hao. Roy alizungumza huku akiwa anakimbilia eneo la mbele ya makazi hayo, huku akiwa katika tahadhari kubwa mno. Akaona walinzi wachache wakiwa wanakusanyika huku wakijishangaa kwa uchache wao. Bobby akasema, ya Roy, nimemwona hapa huyu Mzee Bata anaingia ndani ya gari. Bobby alizungumza huku akitazama gari linavyoondoka kwa kasi eneo walipokuwa walinzi. Roy akasema, poa mwanangu, mimi nakimbilia getini. Roy alizungumza huku akiongeza kasi ya kukimbia. Bobby ikabidi abadili magazini ya bunduki yake, akaachia mvua ya risasi kutoka kwa walinzi wanaopokea maelekezo kutoka kwa kiongozi wao na kusababisha wengi wao kuanguka chini wakafa, huku wawili wakikimbilia ndani akiwamo huyo kiongozi wao. Roy kwa upande wake akaitazama gari inayoshuka kwa kasi kuelekea getini, huku walinzi wa getini nao pia wakiwa wamekusanyika walipokuwa wameitwa baada ya kusikia king'ora. Roy akaanza kupiga risasi kwenye kioo cha mbele cha gari ya Mzee Bata, ila kwa bahati mbaya gari hiyo
haiingizi risasi. Gari likagonga geti na kupita kwa kasi kuelekea nje na kumfanya Roy sasa kuendelea kushambulia risasi kwenye tairi, ila pia tairi za gari hilo risasi hazingi. Wewe kaka, huyu bata akakimbia, Roy alizungumza huku akitazama gari ya mzee Bata ikitokomea. Bobby akajibanza kwenye mlango wa nyuma walipokuwa wameingia walinzi, akatupa pale mabomu matatu ya machozi. Bobby akasema, "Wewe sikiliza Roy, mfuatilie. Mimi nakagua ndani, isije kawa ni michezo, kumbe yupo ndani." "Okay, poa." Roy alizungumza huku akitazama gari aina ya Ford Ranger iliyopo nje ya geti. Akawasha hilo gari la Ford Ranger, akaanza kufukuzia gari lilipokuwa limeelekea, gari ambayo inasadikika ndio imembeba mzee Bata. Walinzi waliojificha sebuleni hapo hawakuweza kuhimili moshi mkali wa bomu hizo za machozi na kusababisha kuanza kukohoa sana, wakajikuta wakataka kutoka nje. Walipotaka kutoka nje, wakakumbana na risasi kutoka kwa Bobby, wote wakafa. Bobby ilibidi amuulize Roy, "Oya, umewapata?" Roy akasema, "Nawaona kwa mbali, wananitimulia tu vumbi." Bobby akaminya pale button kwenye saa yake, ikamwezesha kusikia katika radio call aliyokuwa amewaacha Stella pamoja na Chura. "Oya Chura." "Ndio kaka." "Endesha hilo gari hadi katika geti na kisha mnisubiri." Geti gani kaka?" "Kwenye nyumba hii ya Bata. Kwenye gari hapo kuna hiyo Android radio ina mfumo wa GPS. Itawaelekeza hadi nilipo." Sawa kaka." Chura ilibidi awashe gari, akafatisha ramani inayoonekana kwenye Android radio, ikamfikisha mpaka kwenye geti la nyumba ya mzee Bata. "Wewe ni nani?" Bobby alionekana kumuuliza msichana aliyekuwa amemkuta amejifungia kwenye chumba kimoja. Mimi ni dada poa tu." "Ulikuja kufanya nini?" "Nilikuja kumstarehesha boss." Bobby alimtazama binti huyo, alimshika mkono na kisha akatoka naye nje, akaelekea naye getini na kisha akaingia naye ndani ya gari, akamuingiza siti ya nyuma, huku Chura naye akihamia siti ya nyuma, na Bobby akaanza kuendesha hilo gari kumfukuzia Roy ambaye naye alikuwa anamfukuzia mzee Bata na kijana wake wanaojitahidi kwa kadri ya uwezo wao kuhakikisha wanajiokoa wasikamatwe. Bana, mambo yanazidi kupamba moto. Operation ya kumsaka mzee Bata bado inaendelea. Sasa swali ni kwamba je, Roy atafanikiwa kumpata mzee Bata ambaye yeye na kijana wake wanakimbia kujinusuru kukamatwa? Bana, usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 5. Mimi naitwa Uncle J, asante sana kwa timu yako. Tukutane katika sehemu inayofuata.